Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa The Final Warning TV, leo ni siku nyingine ambayo Bwana ametupatia nafasi ya pekee tunapoenda kujifunza tafakari ya wakati huu. Kwa muda kadhaa kama wiki mbili hivi naona hatujawa na mfululizo wa masomo kwa sababu ya safari nyingi kadhaa kwa ajili ya kujifunza na watoto wa Mungu mahali. Kwa hiyo katika siku ya leo Bwana ametupatia nafasi na tunaenda kutafakari kile ambacho anatamani tuzungumze naye, anatamani kuzungumza nasi katika jioni ya leo. Lakini kabla hatujaangalia ni kitu gani tunaenda kujifunza, niwakaribishe tunapoenda kuimba wimbo namba 150. Wimbo namba 150. Wewe ambaye unaofahamu, tutaenda kuimba pamoja kwa wale wenye vitabu vya nyimbo za Kikristo, vitabu vidogo vyenye nyimbo 220. Kwa wale wenye vitabu vikubwa utaangalia jina la wimbo, hasha maneno mabaya, basi utaangalia ni wimbo namba ngapi. Lakini kwa wale wenye vitabu hivyo vidogo ni wimbo namba 150. Niwasihi imba kwa tafakari wimbo huu. Tutagusia kidogo mahali fulani kuhusiana na maneno ya huu wimbo, lakini tutazidi kujifunza kile ambacho Bwana anatamani tujifunze kupitia nyimbo hizi ambazo tunazimba, na masomo mengi ambayo Bwana anazungumza na sisi katika kipindi hiki cha siku za mwisho, kipindi cha hatari kabisa, karibu na kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu, lakini karibu na kufungwa kwa mlango wa rehema. Basi karibu tunapoenda kuimba. Hasha maneno mabaya yasitoke kinywani, moyo mwema uzuie, ndimi zisichafuke. Nanyi pendeni, asema Bwana, kama mwanzo alivyotupenda. Nanyi pendeni, asema Yesu, wanatiini amri. Pendo ni mtakatifu, urafiki mzuri, visiharibike mara kwa kunena vibaya. Nanyi pendeni, asema Yesu, kama mwanzo alivyotupenda. Nanyi pendeni, asema Yesu, wanatiini amri. Usinene kwa hasira, inazaa huzuni. Pendo lako Mwokozi, linatosha tushinde. Nanyi pendeni, asema Yesu, kama mwanzo alivyotupenda. Nanyi pendeni, asema Yesu, wanatiini amri. Tusinene kwa hasira, inazaa huzuni. Ningetamani tutafakari kwa kina kuhusiana na maneno ya huu wimbo, lakini huenda leo tutakuwa na somo lingine. Lakini ninaamini siku moja Bwana atazidi kutupatia nafasi ya kujifunza maneno ya huu wimbo na nini ambacho Bwana anazungumza nasi katika siku hizi za mwisho. Maneno tunayoyazungumza, maneno ambayo tunayazungumza. Basi kabla hatujaanza tafakari yetu katika wakati huu, katika jioni ya leo, tupige magoti. Wewe mtazamaji na msikilizaji, nikualike tunapoenda kupiga magoti kwa ajili ya kuomba. Tuombe. Baba yetu mwema, Baba mtakatifu, Baba uketie juu mbinguni, tunasema asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako. Umekuwa nasi, umetuongoza, umetulinda, umetutunza, na hatimaye katika wakati huu
wakati wa pekee, wakati wa thamani sana. Umetupatia fursa ya kuweza kuja mbele zako. Umetuita nasi tumeisikia sauti yako. Tumekuja kuzungumza na wewe Baba. Tunakusihi mapenzi yako yatimizwe. Tusamehe na kuturehemu, mara nyingi Bwana tunakukosea kupitia mawazo yetu, kupitia maneno yetu mabaya, kupitia maenendo yetu isiyofaa. Baba, tumekukosea, lakini katika wakati huu unapohitaji kuzungumza nasi kwa kina, kwa namna ya pekee sana, tusaidie Baba, mioyo yetu ikawa imefunguliwa wazi, ili tukaisikie sauti ile ya upole, sauti ile inayobembeleza mwenye dhambi kwa ajili ya kurejea. Bwana, ikazidi kunong'ona nasi katika mioyo yetu, ili Baba tukazidi kusogea karibu na wewe. Zungumza na msikilizaji, zungumza na mtazamaji, zungumza nami, ili sote tukawe tayari kuwa wanafunzi na wewe Kristo ukawe mwalimu wetu. Ni furaha ya pekee kwamba utakuwa nasi ukitufundisha, na upendo wako utazidi kumulika katika mioyo yetu, ili Baba jina lako likatukuzwe nasi tukashushwe, ili Bwana wewe ukajitukuze kupitia yote tutakayoyatenda. Ni kupitia jina lako Yesu tunaomba tukishukuru. Amen. Basi niwakaribishe katika tafakari ambayo tutaenda kuiangalia. Tutaenda kuona tafakari inayosema pambano la uchungu linalowasubiri Waadventista wa Sabato. Pambano la uchungu linalowasubiri Waadventista wa Sabato. Tutaenda kuona ni pambano gani hilo ambalo Bwana wetu anatuambia linatusubiri. Ikiwa wewe ni Mwadventista msabato, lakini niongeze pambano ambalo linawasubiri wote ambao ni wasafiri wa kuelekea mbinguni. Leo tutaenda kuona ni pambano la uchungu sana, wapenzi watazamaji na wasikilizaji, lakini si pambano ambalo tunaweza kulikwepa. Kila mwanadamu anayesafiri kuelekea mbinguni, kila mwanadamu ambaye katika wakati huu anabeba jina la kuitwa Mwadventista msabato. Sasa mwingine anaweza akasema kama ni pambano la uchungu, ni heri nisiwe msabato leo. Kila yule ambaye anasafiri kuelekea mbinguni ana kikombe ambacho kinamsubiri na ni lazima akinywe. Kama kweli hataacha tumaini lake ya kwamba siku moja nitamuona Yesu uso kwa uso, basi kama unalo tumaini hilo, Yesu anasema mtakinywea kikombe, na hakika tutakinywea, lakini si kwa huzuni wala si kwa masikitiko. Twende pamoja mpenzi mtazamaji, kitabu kile ni cha ujumbe kwa vijana. Wewe ambaye unaye kitabu hiki cha ujumbe kwa vijana, natamani twende pamoja ukurasa ule wa 101. Ujumbe kwa vijana ukurasa wa 101. Pambano gani ambalo liko mbele yetu, wapenzi watazamaji na wasikilizaji? Mjumbe wa Mungu anasema mbele yetu tunalo pambano. Pambano hili liko mbele yetu tunakoelekea mbele ya safari. Tunaambiwa mbele yetu tunalo pambano. Pambano la maisha, tukipingana na shetani na ila zake na majaribu yake. Pambano hili ni pambano la maisha, ni pambano la maisha. Tunaweza tukaongeza pambano la kifo na maisha, tukipingana na shetani na ila zake na majaribu yake. Anasema adui huyu ambaye ni shetani anatumia kila lifaalo kutumiwa, kila aina ya udanganyifu ili ainase roho. Kwa hiyo kila ambacho anakiona kinafaa kutumiwa, adui huyu atakitumia. Kile ambacho anaona kinafaa kwa ajili ya kuinasa roho, shetani anaenda kutumia kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba kila ambaye ni msafiri wa kuelekea mbinguni anashindwa katika mapambano yake. Anasema na ili tuweze kushinda kupata taji ya uzima, yatubidi kuweka kila jitihada, kila uvumilivu na bidii. Kama unatamani kupata taji ya uzima, kama ninatamani kupata taji ya uzima, tunaambiwa inatubidi kuweka kila jitihada, every effort, kila jitihada, kila uvumilivu na bidii lazima tuviweke. Anasema kamwe tusizivue silaha ama kuondoka kwenye uwanja wa mapambano bila kupata ushindi. Kosa la kwanza, tusizivue silaha. Tutaenda kuona ni silaha gani ambazo anazizungumzia hizi ambazo hatupaswi kuzivua, lakini anasema tusiondoke kwenye uwanja wa mapambano bila kupata ushindi. Tunakumbushwa mtumishi wa Mungu Mwanzo 32, tunaonyeshwa mtumishi wa Mungu Yakobo hakuondoka kwenye uwanja wa mapambano usiku mzima
mpaka alipohakikisha kwamba amepata ushindi, ingawa alitoka pale akiwa anachechemea. Kitabu ni cha Pambano Kuu, mpenzi mtazamaji, na nitakuonyesha nakala hii ya kitabu cha Pambano Kuu. Tunatumia kitabu kidogo. Kwa nakala ambayo unaitumia ukurasa wa 514, tunaambiwa wakati wa uchungu na taabu ulio mbele yetu unahitaji imani ambayo itaweza kuvumilia vitu vingapi? Vitatu, mpenzi mtazamaji: uchovu, kuchelewa na njaa. Imani ambayo haitazimia katika kujaribiwa vikali. Kipindi cha majaribio kinatolewa kwa watu wote ili kuandaa kwa ajili ya wakati huo. Yakobo tunaambiwa Yakobo alishinda kwa sababu alivumilia na kudhamiria. Yakobo alishinda kwa sababu alivumilia na kudhamiria. Usiku mzima aliendelea kukesha katika maombi na kudumu katika maombi. Hakuondoka katika uwanja wa mapambano mpaka alipohakikisha ya kwamba amepata ushindi. Anasema wale watakaong'ang'ania ahadi za Mungu na kuwa na bidii na ustahimilivu kama yalivyofanya Yakobo, watafaulu kama yeye alivyofaulu. Kwa hiyo nini tunachohitaji? Ni kuwa na ustahimilivu, ni kudhamiria na kuvumilia katika pambano hili ambalo liko mbele yetu. Tunakutahadharisha kile ambacho tutaenda kukiangalia. Tuna pambano ambalo liko mbele yetu, lakini wale ambao walikuwa ni washindi: 1, walivumilia; 2, walidhamiria, dare into their heart. Mtumishi wa Mungu tunamsoma Danieli 1:8, anasema Danieli aliazimia moyoni mwake ya kwamba hatojitia unajisi kwa vyakula vya mfalme ama kwa divai aliyokunywa. Kwa hiyo Yakobo alidhamiria tusiondoke kwenye uwanja wa mapambano mpaka kuhakikisha kwamba tunaambiwa tumepata ushindi. Anasema maana twaweza kushinda ndani ya mkombozi wetu. Kumbe ushindi unaweza kupatikana ndani tu ya mkombozi wetu. Kadiri tuendeleavyo kudumisha macho yetu kwake yeye aliyeianzisha na atakayekamilisha imani yetu, tutakuwa salama. Kadiri tuendeleavyo kudumisha macho yetu kwake yeye aliyeianzisha na atakayeikamilisha imani yetu, tutakuwa salama. Nini ambacho kitatufanya tuwe salama? Anasema ni kutazama macho yetu, kukaza macho yetu kwake yeye aliyeianzisha na atakayekamilisha imani yetu. Huyu si mwingine, ni Yesu Kristo, jiwe kuu la pembeni. Anasema kwa njia ya imani twapaswa kupanda juu zaidi na zaidi katika kuzipokea neema za Kristo, tukizitafakari fadhili zake. Kila siku lazima tukue zaidi na zaidi kuielekea sura yake ya utukufu. Hivyo tuendeleavyo kuishi katika ushirika na mbingu, shetani atatega nyavu zake kwa ajili yetu bila mafanikio yoyote. Sikiliza kwa makini. Anasema tukizitafakari fadhili zake kila siku, tukizitafakari fadhili zake kila siku, lazima tukue zaidi na zaidi kuielekea sura yake ya utukufu. Hivyo tuendeleavyo kuishi katika ushirika na Mungu, shetani atatega nyavu zake kwa ajili yetu bila mafanikio yoyote. Kwa hiyo ukisoma katika mtiririko wa nukuu hii ambayo tumeanza nayo, utaona ya kwamba tumeoneshwa pambano ambalo liko mbele yetu, lakini tumeoneshwa kwamba ushindi tunaweza kupata na namna ambavyo tutaweza kupata. Ni pambano gani hilo ambalo liko mbele yetu? Pambano la maisha. Pambano tukipambana na shetani na ila zake na majaribu yake. Pambano ambalo kila mwanadamu ambaye anadhamiria kweli kuelekea mbinguni, pambano hili linamsubiri. Pambano hili linanisubiri. Hakuna atakayeweza kulikwepa. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 7, tufike hapo msikilizaji. Kitabu ni cha Mathayo sura ya 7, Yesu akiweka bayana hakuna ambaye atakwepa hili pambano isipokuwa yule tu ambaye atahitaji ushindi. Mathayo sura ya 7 na mstari wa 13. Yesu alisema na anasema leo kwa kila mmoja, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Fungu la 14, bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Kwa hiyo katika ulimwengu huu tutapata makundi mawili tu.
Kundi la kwanza likiendelea kusafiri kupitia mlango ulio mpana. Kundi la pili likisafiri kuelekea mlango ulio membamba. Mbele ya watu ambao wanasafiri kuelekea mlango ulio membamba, moja tunaambiwa njia imesonga. Njia imesonga. Straight is the way. Straight is the gate. And narrow is the way. Njia imesonga, nayo ni nyembamba. Ellen G. White akielezea mfano huu katika kitabu cha Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, sura ile inayosema Traveling in the Narrow Way, wewe ambaye unaweza ukaingia na ukatafuta kitabu hiko kinaitwa Christian Experience and Teachings, CET, sura inayosema Traveling in the Narrow Way. Akielezea mfano huu wa njia ambayo imesonga na inafananishwa na muundo wa penseli. Penseli unapoichonga inazidi kupungua upana kadiri inavyoelekea kwenda mbele. Kwa hiyo hii ndiyo njia ambayo wasafiri kuelekea mbinguni wanasonga. Kadiri unavyopiga hatua kuelekea juu katika viwango vya kukua kiroho, ndivyo ambavyo majaribu ya shetani yatazidi kuongezeka. Naomba nirudie tena. Anasema kadiri unavyokuwa kuelekea juu katika maisha ya kiroho, kadiri unavyopiga hatua kuelekea juu, ndivyo ambavyo majaribu ya shetani yataonekana kuwa ni makali zaidi. Haujanielewa mpenzi msikilizaji na mtazamaji? Kitabu ni cha maandiko ya awali. Ngoja tusome tuone Bwana anazungumza nini nasi leo. Kitabu hiki ni cha maandiko ya awali. Wewe ambaye unacho kitabu cha maandiko ya awali, L-Lightings, kwa wewe mwenye nakala hii, tufike ni ukurasa wa 78. Ukurasa wa 78, L-Lightings kwa Kiingereza ni sura ya 19, lakini ni sura ya 20 kwa maandiko ya awali. Ukurasa wa 78, ndoto za Mama White. Sikiliza 78. Anasema hivi, maneno haya naanza katika aya 3. Maneno haya naliyasikia kwa furaha isiyoelezeka, na kwa furaha nikakusanya mali yangu ndogo yote, kila hazina ya thamani, na kumfuata kiongozi wangu. Anasema akaniongoza kwenye mwinuko wa ngazi ilionekana kuwa dhaifu. Ellen G. White akieleza, anasema katika maneno aliyoyasikia, sikiliza, naomba nikusomeni maneno gani aliyoyasikia. Aya juu aliambiwa hivi, je, wataka kumuona Yesu? Hilo ni swali ambalo mimi mwenyewe ningeuliza, ningesema ndio. I want to see Jesus. Wataka kumuona Yesu? Anasema yuko hapa na unaweza kumuona kama ukitaka kufanya hivyo. Je, unataka kumuona Yesu? Utasema ndio. Sikiliza. Anasema yuko hapa na unaweza kumuona kama ukitaka kufanya hivyo. Chukua kila kitu ulichonacho unifuate. Hiyo sauti tunaipata wapi? Luka 9:27. Anasema mtu akitaka kunifuata, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, na anatuambia leo, mtu akitaka kunifuata, 1, ajikane mwenyewe. 2, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Sikiliza. Anasema, je, wataka kumuona Yesu? Yuko hapa na unaweza kumuona kama ukitaka kufanya hivyo. Chukua kila kitu ulichonacho nifuate. Anasema maneno haya naliyasikia kwa furaha isiyoelezeka, na kwa furaha nikakusanya mali yangu ndogo yote, kila hazina ya thamani, na kumfuata kiongozi wangu. Kwa hiyo Ellen G. White wakati anasikia maneno haya, akachukua kila kitu alichonacho. Alichukua mali zake zote alizonazo. Alianza kumfuata kiongozi wake. Alichukua mali, alichukua fedha, alichukua kila kitu, alianza kumfuata, alifuata kiongozi wake. Anasema akaniongoza kwenye mwinuko wa ngazi ilionekana kuwa ni dhaifu. Angalia kiongozi huyu. Leo ingekuwa ni viongozi wa mataifa, anasema wangetukanwa mno. Ili kiongozi ni kidikteta, anabana, anafanya hivi. Anamwambia alimuongoza kwenye mwinuko wa ngazi ilionekana kuwa dhaifu. Kadiri tulivyoanza kupanda, akanitahadharisha. Na mimi nitazidi kukutahadharisha kadiri tunavyoanza kupanda, tunapoenda kujifunza ujumbe huu. Anasema tahadhari, sikia. Anasema hivi, akanitahadharisha kukaza macho yangu juu, ili nisije nikawa na kizunguzungu na kuanguka.
Kwenye kitabu cha ujumbe kwa vijana tuliambiwa usalama wetu ni kukaza macho yetu kwa Yesu. Kukaza macho yetu, yani fixing. Yani kuto kupepesa, ni kama mtu unayemwangalia. Kuna namna ile mtu anakuangalia, yani mpaka unajisahau kama ulikuwa unafanya nini. Kukaza macho pasipo kutikisa. Mtu mmoja katika Biblia tunamsoma ambaye aliitwa Petro. Petro alianza kukaza macho yake akimtazama Yesu wakati wakiwa katika bahari, tufani ikiwa imejaa, walisukwa na upepo na dhoruba. Wakati wametoka tu jangwani kulisha watu 5,000, wanafunzi wakiwa wamejaa na shauku ya kumfanya Yesu kuwa mfalme. Yesu alipoambiwa hapana, walikasirika na kunungunika, lakini walipokuja baharini walipigwa na masukosuko wakitafuta kuokoa meli, mashua ile. Ghafla usiku wanaona kitu kinatembea juu ya maji. Biblia inatuambia walizani ni mzimu, waliogopa, lakini Bwana aliwaambia ni mimi, msiogope. Petro kwa kutaka kuthibitisha aliwaambia, Bwana, kama ni wewe niambie, niruhusu nije. Ambia njoo. Petro aliruka na alishangaa, anaruka juu ya maji, alitua kana kwamba ameruka juu tu ya juu ya udongo. Akaanza kutembea, alianza kutembea. Kadiri alivyoanza kutembea, nini kiliibuka ndani ya Petro? Kiburi kiliibuka. Akasema hapa, ngoja nijisifu kwa rafiki zangu. Aligeuka. Nataka nikuonyeshe nini ambacho Biblia inasema fixing our eyes to Jesus. Aligeuza macho yake asimtazame Yesu, na akageuka ili awatazame ndugu zake. Kwa kiburi, huenda alitaka ajisifu, ambie mnaona, Yohana, angalia kazi yangu hii. Lakini wakati alipogeuza macho yake, hatua moja, sekunde moja, alizama kwenye bahari. Alianza kupiga kuogelea, lakini alipokumbuka ya kwamba mawimbi alikaribia kumeza, aliinua sauti yake na kusema, Bwana niokoe. Yesu anamuokoa, akimwambia, mbona uliona shaka ewe mwenye imani yaba? Sikiliza, Ellen G. White anatahadharishwa, fix your eyes upward, tazama juu, usije ukaona kizunguzungu. Kumbuka huyu kiongozi anamuongoza kwenye ngazi iliyo dhaifu. Hili ni pambano liko mbele yetu. Anaongozwa kwenye ngazi iliyo dhaifu, lakini tahadhari aliyopewa, kaza macho yako, angalia juu. Tahadhari ambayo ninakupatia katika wakati huu, wale ambao kweli wana nia ya kuokolewa. Naomba nirudie, wale ambao kweli wana nia ya kuokolewa, wapendwa, wale ambao wana nia kweli ya dhati kwamba Bwana, mimi liwalo na liwe, chukua vyote. Kama mwimbaji aliyoimba, chukua vyote lakini niachie Yesu. Wale ambao kweli wana nia ya kuokolewa, Bwana hata waacha. Lakini wale ambao bado wana nusu, unafiki bado upo, hawana nia, yani nia iliyogawanyika, Bwana hata waongoza watu hao, mpenzi mtazamaji. Lakini wale ambao watadhamiria, haijalishi wana udhaifu kiasi gani, haijalishi wana mizigo kiasi gani, Bwana hata waacha. Yakobo alipambana, lakini jaribio lao ni lazima wavumilie na kudhamiria katika pambano hili. Sikiliza, anasema hivi, Bwana alimtazalisha atazame juu asije akaona kizunguzungu na kuangika. Anasema wengine wengi waliokuwa wakipanda ngazi hiyo walianguka kabla ya kufika kileleni. Biblia haisemi ni roho ya unabii haisemi ni wachache, inasema wengi. Lakini hata Yesu akitoa mfano huo, Mathayo 5 mstari wa 27 mstari wa 23, anasema siku hiyo wengi wataniambia, Bwana, Bwana. Sio wachache, anasema wengi wataniambia, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? Anasema kwenye mstari wa 22 Mathayo 7, wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? Kwa jina lako kuponya, kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri ya kwamba sikuwajua ninyi kamwe. I never knew you. Sikuwajua kamwe. Yani ni tamko la, yani kwamba sikuwahi kuwajua. Mlikuwa mkitoa pepo, ndio, mlikuwa mkihubiri kwa jina langu, lakini sikuwahi kuwajua. Kwa sababu gani? Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Sikia, anasema hivi, hatimaye tulifika hatua ya mwisho na kusimama mlangoni. Kiongozi wangu aliniagiza
kuacha vitu vyangu vyote nilivyokuja navyo hapa. Sasa tunaona kwamba Ellen G. White alipewa agizo la kupanda juu ya ngazi. Alipewa agizo la kupanda juu ya ngazi, lakini alipopewa agizo hilo alitahadharisha ya kwamba tazama juu, usiangalie chini, utapata kizunguzungu na kuanguka. Nini ambacho nitamani ukione hapa? Ninataka uone njia hii ambayo tunaambiwa ni nyembamba. Njia hii ambayo tunaambiwa imesonga ni njia ambayo ni mithili ya kupanda katika ngazi iliyo dhaifu. Hebu upanda katika gorofa. Leo ni magorofa marefu, naweza uchukua tu gorofa lenye floor hata 40. Ikaikuwa ngazi ambayo ni kamba ambazo zimeelekea kuoza. Ni wangapi wangekubali kupanda ngazi hiyo? Ni wachache mpenzi mtazamaji, ni wachache mno. Wangekubali kupanda, lakini usalama wao ni kuangalia juu. Usalama wetu ni kutazama macho yetu kwa Kristo. Ni pambano gani ambalo liko mbele yetu? Kitabu kile ni cha Waefeso. Twende hapo msikilizaji. Kitabu ni cha Waefeso sura ya 6. Waefeso sura ya 6 mstari wa 10. Neno la Bwana linasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Anasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Tumeambiwa katika pambano hili tunapambana na hila za shetani na majaribu yake, na shetani mwenyewe ndiye ambao tunapambana nao katika majaribu hili. Lakini ili tuweze kushinda, moja, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. 12 anasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo ya vita katika ulimwengu huu tunaopambana nayo, sio vita ya maneno, sio vita ya ngumi, sio vita ya silaha sio vita ya silaha, iwe ni zile za moto, iwe ni silaha za kibiolojia, iwe ni silaha za kienyeji za malungu na mapanga. Anasema kupambana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Falme na mamlaka ndilo pambano letu. Anasema hivi, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Anasema kama hiyo ulimwengu wa roho ndiyo pambano na vita ambayo tunakabiliana nao. Anasema hivi, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Anapotuambia tuvae silaha zote ili tuweze kushindana siku ya uovu. Siku gani hiyo? Siku gani hiyo? Tunaenda katika wakati ambao ulimwengu wote utachagua kukumbatia ibada ya uongo. Wakati ulimwengu wote, wakati kama Bwana alivyotumia Zakaria kuzungumza katika kitabu cha Zakaria sura ya 13 mstari wa 8 na wa 9, akisema ulimwengu mzima kutakuwa na makundi matatu. Kundi mawili yatakatiliwa mbali, kundi moja litapitishwa katika moto ili kusafishwa. Makundi haya mawili ambayo yatakatiliwa mbali, kundi moja likiwa ni wapagani ambao hawakuikiri Yesu katika maisha yao. Kundi la pili ni kundi lile ambalo walikuwa ni wacha Mungu mwanzoni, lakini kwa sababu ya dhoruba wakaiacha imani yao na kujiunga na askari wa upinzani. Unaweza ukasoma maneno hayo katika kitabu cha Pambano Kuu kurasa wa 504 aya ya kwanza. Tunaambiwa kwa kadiri tufani ikaribiavyo, kundi kubwa la watu ambao wamejidai kuamini ujumbe wa malaika watatu. Hawa ni Waadventista wa Sabato, lakini hawakuwa wametakaswa kwa njia ya kuutii ukweli. Watauacha msimamo wao na kujiunga na askari wa upinzani. Kwa sababu gani? Anasema kwa kujiunga na ulimwengu na kuchukua roho yake, wanafikia hatua ya kuwaona mambo karibu katika nuru inayofanana. Na wakati jaribu linapoletwa, wanakuwa wamejiandaa kuchagua kilicho rahisi, kusimama katika upande unaopendwa na watu wengi. Ni habari ya huzuni sana wa Adventista wa Sabato, wale ambao tumekabidhiwa kweli zote, tumekabidhiwa nuru yote. Tutakapoacha msimamo wetu
kwa sababu ya kukataa kutakaswa na ile kweli na kujiunga na askari wa upinzani. Askari wa upinzani waliosimama chini ya bendera ya mfalme wa giza kwa ajili ya kupeleka ulimwengu kwenda kuangamia. Lakini kitu cha kibaya zaidi na cha kutisha zaidi, hawataishia hapo tu. Anasema watu hao ambao mwanzoni walitumia uwezo wao, walitumia karama zao kwa ajili ya kuokoa watu, anasema sasa wanatumia ushawishi huo na karama hizo kwa ajili ya kupotosha na kudanganya watu. Waasi hawa ambao ni mawakala hodari wa shetani watageuka kuwa maadui wa ndugu zao wa zamani. Wakati wa Adventista wa Sabato, tunaenda si mbali mpenzi mtazamaji, sio mbali. Wakati wa Adventista wa Sabato wa kweli watakapoletwa mbele za mahakama kujibu kwa ajili ya imani yao, waasi hawa ambao ni mawakala hodari wa shetani watageuka kuwashitaki kwa viongozi na kwa masingizio ya uongo kuwachochea watawala dhidi yao. Na unajua hawa tangu leo wanaendelea. Tangu sasa watu hawa wanaendelea. Twende kitabu cha Pambano Kuu mpenzi, tutakitumia nikupeleke tu katika pambano hilo ambalo tutaenda kuliangalia. Kitabu hiki ni cha Pambano Kuu. Tuende katika ukurasa wa 330 kwa kurasa zile za Kiswahili, The Great Controversy, sura ya 22, The Great Controversy, page 395, 396, 330 aya ile ya 3. Anasema shetani ni mshitaki wa ndugu. Shetani ni mshitaki wa ndugu. Anasema na ni roho yake kuwachochea watu kuvizia makosa na kasoro za watu wa Bwana na kuzitangaza hadharani, wakati matendo yao mema yakiachwa bila kutajwa. Anasema yeye daima anatenda kazi wakati Mungu anapokuwa kazini kwa ajili ya wokovu wa roho. Kwa nini nimeisoma hii? Utaenda kuona hilo pambano ambalo liko mbele yetu. Shetani atatenda kazi wakati ambapo kila Mwadventista wa Sabato ataingia katika pambano hili la uchungu. Ni pambano la uchungu, lakini wote watakaoingia Bwana atakuwa nuru yao. Sikia, anasema hivi, wakati wana wa Mungu wanapojihudhurisha mbele za Bwana, shetani pia huja miongoni mwao. Yeye yuko tayari kuleta wale ambao hawakutakaswa moyo na wenye wazimu katika kila uamsho. Na unajua tunaenda katika kipindi cha uamsho wa kweli na matengenezo. Shetani anakusudia kuleta watu wenye wazimu, watu wasiotakaswa moyo. Kama itatosha tutaonyesha hapa nini ambacho Bwana anakimaanisha. Imani gani ambayo Bwana anayaonyesha. Kumbuka nimekuambia kwa kadiri Mwadventista wa kweli kila anavyopiga hatua kuelekea katika kiwango Bwana anachokihitaji, ndivyo mapambano yanavyozidi kuongezeka. Piga tathmini wakati Bwana akimuonyesha Ellen G. White katika ile ngazi. Hivi yule ambaye anaanza kupanda ngazi akiwa kwenye ngazi ya 5 na yule ambaye yupo ngazi ya 100, nani yupo kwenye hatari zaidi? Nani yupo kwenye hatari zaidi? Nani? Utakuja kugundua ni yule aliye juu kule ndiye ambaye yupo kwenye hatari zaidi. Na ni nani hapa ambaye atamuhitaji Yesu zaidi? Ni nani atakayehitaji kuomba zaidi? Je, huyu anayeamini leo ama yule anayepanda juu zaidi? Na nataka nikuambie kadiri unavyopiga hatua kuelekea juu, ndivyo ambavyo uzoefu wako pamoja na Kristo unavyopaswa kuongezeka. Tumesoma katika ujumbe kwa vijana, ushirika na Mungu unavyopaswa kuongezeka ni vile ambavyo unakuwa kuelekea juu katika viwango vya maisha ya kiroho. Sikiliza, anasema hivi, wakati hawa wanapokubali baadhi ya vipengele vya ukweli na kujiunga na waumini, yeye hutenda kazi kupitia wao kuweka mapokeo ambayo yatawadanganya wadhembe. Na hapa ndipo wakati huu, wapenzi watazamaji, shetani anaingiza watu wakijidai ni Waadventista wa Sabato na kuingiza mapokeo. Kwa nini mapokeo ni mabaya ndani ya kanisa? Mapokeo hana nguvu ya neema ya Kristo kumbadilisha mtu. Hana nguvu ya kumbadilisha mwenye dhambi kuishi maelekezo ya Mungu. Mapokeo yapo kwa ajili ya kujenga tabia ya shetani ndani ya watu wa Mungu.
Hiyo ndio kazi ya mapokeo. Na kila mapokeo ambayo yanapokelewa, ambayo sio msingi wa imani yetu, yanalenga kumtoa mtu kutoka katika ukweli na kumpeleka katika uongo. Na wakati majaribu yanapokuja, anapoingizwa kwenye pambano hili tunaloliendea, atakwenda kuanguka. Mpenzi mtazamaji, anakwenda kuanguka. Sikiliza. Anasema hivi, hakuna mtu anayethibitika kuwa Mkristo wa kweli. Sikiliza. Hakuna mtu anayethibitika kuwa Mkristo wa kweli kwa sababu anapatikana katika kundi na watoto wa Mungu, hata katika nyumba za ibada na katika meza za Bwana. Lakini anasema shetani mara nyingi yuko pale kwenye matukio maalum katika umbo la wale anaoweza kuwatumia kama mawakala wake. Kuwa katika mkusanyiko wa watu wa Bwana, anasema hakuwezi kumthibitisha mtu kuwa Mkristo wa kweli. Mbele yetu tunalo pambano la maisha, tukipingana na shetani na ila zake, tukipingana na mwovu na majaribu yake. Pambano hili linamsubiri kila ambaye anasafiri kuelekea mbinguni. Tuende katika kitabu hiko cha Waefeso. Tulisoma ili kukabiliana na pambano hili. Pambano gani, wapenzi mtazamaji? Pambano gani hilo? Kabla hatujasoma Waefeso, kitabu hiko ni cha pambano kuu, ukurasa wa 516 aya ya 2. Tunaambiwa katika maisha haya tunaoishi, ni katika maisha haya. Ni nukuu ambayo nimependa kuirudia tena na tena, na nataka nikuambie haitakuwa mara yako kuisikiliza, haitakuwa mara yako ya mwisho. Nitairudia tena na tena nukuu hii mpaka itakapokazwa katika mioyo na akili za wale ambao watasikiliza ujumbe kupitia media hii ya The Final Warning TV, na kuelewa nini ambacho Mungu anakitaka hasa katika watu wake, nini ambacho Bwana anatamani tukitende katika wakati huu. 516 ni kitabu hiko cha pambano kuu, aya yake ya kwanza. Tunaambiwa ni katika maisha haya ndipo ambapo ndipo inapotupasa kuitenga dhambi kutoka kwetu katika imani, kwa njia ya imani katika damu ipatanishayo ya Yesu Kristo. Mwokozi wetu mpendwa anatualika, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anasema Mwokozi wetu mpendwa anatualika tujiunge kwake sisi wenyewe, tuunganishe udhaifu wetu katika nguvu zake, tuunganishe ujinga wetu katika hekima yake, na kutokustahili kwetu katika ustahilifu wake. Ulinzi wa Mungu ni shule, wapendwa. Ni shule ambayo tunajifunza mambo makubwa mawili, na mambo haya ndiyo msingi wa tabia ya Kristo. Mambo gani? Ulinzi wa Mungu ni shule ambao ndani yake tunapaswa kujifunza unyenyekevu na upole wa Yesu. Meekness and lowliness of Jesus. Ulinzi wa Mungu ni shule. Katika shule hii wote wanaoingia ni lazima wajifunze unyenyekevu, ni lazima wajifunze upole wa Kristo. Hasha maneno mabaya yasitoke kinywani. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, yule ambaye amefundishwa kuwa mnyenyekevu na mpole katika shule ya Kristo, hata kuzungumza kwake, mpenzi mtazamaji, kutajulikana tu. Maneno ya wale walioingia katika shule hii yatajulikana, mazungumzo yao, uzungumzaji wao, kila namna ya maisha yao itajulikana. Ulinzi wa Mungu ni shule ambamo ndani yake tunapaswa kujifunza unyenyekevu na upole wa Yesu. Anasema daima Bwana anaweka mbele yetu malengo ya kweli ya maisha. Malengo ya kweli ya maisha. Ministry of Healing. Hebu tusome hapo, mpenzi mtazamaji. Tusome katika kitabu hiki cha huduma ya uponyaji, Ministry of Healing. Bwana anaweka mbele yetu malengo ya kweli ya maisha. Usitoke hapo katika pambano kuu. Tutarudi. Ministry of Healing ni ukurasa wa 473 aya ya 2. 473 aya ya 2. Ministry of Healing anasema Mungu anapanga kwa ubora kuliko yoyote yule. Sikia. Mipango yetu sio mipango ya Mungu kila wakati. Bwana anaweka mbele yetu malengo ya kweli ya maisha. Sikia, mipango yetu sio mipango ya Mungu kila wakati. Anaweza kuona kwamba ni bora kwetu na kwa kusudi lake kuikataa, hata kwa kunia kwetu kuzuri kabisa
kama alivyofanya katika kisa cha Daudi. Lakini sisi tunaweza kuwa na uhakikisho katika jambo moja: yeye atabariki na kuwatumia katika kuendeleza kazi yake watu wanaojitoa kwa dhati wenyewe na vyote walivyo navyo kwa utukufu wake. Hiyo ni uhakikisho ambao tunao. Katika kitabu cha Desire of Ages tunaambiwa Bwana, wale ambao wamejitoa kikamilifu wana thamani kubwa kuliko ulimwengu wote. Wote ambao wamejitoa kwa ajili ya utumishi wa Bwana. Anasema hivi, akiona ni bora asiwatimizie matamanio yao, yeye atayasawazisha mambo vizuri kuhusiana na lile katazo alilowapa, kwa kuwapa ishara za upendo wake na kuwakabidhi utumishi mwingine. Mipango yetu sio mipango ya Mungu. Anasema daima Bwana anaweka mbele yetu malengo ya kweli ya maisha, sio njia ile ambayo tungependa kuichagua, inayoonekana kuwa rahisi sana na yenye kupendeza sana. Anasema ni wajibu wetu. Wajibu wetu. Ni wajibu gani huu ambao tunaambiwa ni wajibu wetu? Sikiliza kwa makini pambano hili ambalo liko mbele ya msabato, pambano la uchungu kabisa. Lakini wale watakaojinyenyekeza chini ya shule hii, watakao kuwa tayari kufundishwa, watashinda katika hili pambano. Anasema ni wajibu wetu kushirikiana na mawakala wanaotumiwa na mbingu katika kazi. Ni kazi gani? Ya kufananisha tabia zetu katika mfano wa kielelezo cha mbinguni. Hiyo ndio kazi ambayo Bwana ametuachia tuifanye. Hiyo ndio kazi wa pekee. Anasema ni wajibu wetu. It is our duty. Ni wajibu wetu kushirikiana na mawakala wanaotumiwa na mbingu katika kazi ya kufananisha tabia zetu katika mfano wa kielelezo cha mbinguni. Tunaposema kufananisha, tafsiri yake hatujafanana naye. Kwa hiyo kila siku unapiga hatua. Hapa jijafanana, ninapangua, ninaweka pembeni. Hapa yani maisha ya Mkristo, Christian life is a life of warfare. Maisha ya Mkristo ni maisha ya vita. Kila siku ni mapambano ya kivita. Anasema ni wajibu wetu wa kushirikiana na mawakala wanaotumiwa na mbingu katika kazi. Kazi gani? Ya kupatanisha tabia zetu, ya kufananisha tabia zetu katika mfano wa kielelezo cha mbinguni. Anasema hakuna anayeweza kupuuza au kuahirisha kazi hii. Hakuna anayeweza kupuuza au kuahirisha kazi hii, bali wote watakaofanya hivyo watakabiliana na hatari kuu ya kutisha ya roho zao. Turudi wa Efeso 6. Turudi fungu la 15. Anasema kwa sababu hiyo tu ya pambano lililo mbele yetu, kwa sababu hiyo ya kazi tunayoitwa kuifanya, kazi ya mwisho ya kila Mwadventista ya kufananisha tabia yake kwa mfano wa kielelezo cha mbinguni, kila nyanja ya maisha nilionayo, katika mawazo, katika maneno, katika matendo, ni lazima kila siku nifanye kazi ya kujitathmini na kujichunguza, nione ni wapi ambapo hakufanani na Yesu, ili niweze kutafuta kufanana naye. Sikia, anasema kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Kwa sababu hiyo ni lazima tutwae silaha zote za Mungu, silaha zote ambazo zitaweza kutusaidia kushindana katika siku ya uovu. Siku gani? Ulimwengu utakapochagua kusimama chini ya bendera ya mfalme wa giza, kundi la wasabato nusu ambao leo hawakubali kweli muhimu kwa ajili ya kutenda kazi ndani yao, watakapoacha msimamo wao na kuungana na kundi ambalo limekataa kabisa kutii amri za Mungu na imani ya Yesu, makundi haya mawili yatagawanyika. Kundi moja likiwa chini ya mfalme wa giza, likikumbatia ibada ya uongo, ya ibada ya kuabudu jua, ya kukubali chapa ya mnyama, sheria ya Jumapili. Waadventista wa kweli wa Sabato watasimama. Zaburi sura ya 24. Ni watu kina nani hawa watakaosimama? Zaburi sura ya 24, mpenzi msikilizaji, turudi hapo. Zaburi sura ile ya 24 na mstari wake wa 3, anasema ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Hilo ni swali la kwanza. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Anasema
Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Leo tunajua Kristo yupo katika patakatifu pa mbinguni akifanya upatanisho wa mwisho kwa ajili yangu na kwa ajili yako, akiendelea kulia ya kwamba Ino aweze kuokolewa. Bwana bado Ino ana kiburi aweze kukishinda, anaendelea kulia katika patakatifu pa mbinguni. Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Sikia, anasema fungu la 4, mtu aliye na mikono safi na mikono meupe na moyo mweupe, anasema asiyeinua nafsi yake kwa ubatili wala kuwapa kwa ila. 5, atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Kwa hiyo kwa lugha rahisi, ni nani atakayeweza kusimama, atakayeweza kupanda katika mlima wa Bwana? Moja, ni mtu aliye na mikono safi, mtu aliye na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili. Huyu tunaambiwa atapokea baraka kwa Bwana. Turudi wa Efeso. Ni silaha gani hizi? Bado tujaona pambano hilo la uchungu. Sikia, anasema basi simameni hali mmejifunga kweli kiunoni. Silaha ya kwanza lazima tuivae, tujifunge kiunoni, tujifunze ukweli. Yohana 17:17 anasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Ukweli hautaweza kuwa ukweli mpaka pale tumeutendea kazi katika maisha. Sabato haitakuwa ya kweli kamwe kwako mpaka pale utakapoitunza kama Mungu alivyoelekeza. Haitakuwa ya kweli. Ikiwa siku ya Sabato naamka napiga pasi nguo, hiyo sio Sabato ya kweli kwako. Hiyo sio Sabato ya kweli. Sabato itakuwa ya kweli, kila nuru niliyoipokea itakuwa ni ya kweli mpaka pale nitakapoiweka kwenye vitendo. La sivyo ukweli hautakuwa ukweli. Ukweli utakuwa ukweli mpaka pale tutakapofanyia kazi. Sikia, tujifunge hadi tumejifunga kweli kiunoni. Anasema na kuvaa dirii ya haki kifuani. Waefeso 2:8 anasema kwa maana tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu, mtu awaye yote asije akajisifu. Kujivika dirii ya haki kifuani ni kukubali ya kwamba mimi sina haki ya kuokolewa. Mimi sistahili kuokolewa. Sina chochote ndani yangu kinachonifaa kwa ajili ya kuurithi uzima wa milele, lakini ninategemea haki pekee ya mwana wa Mungu Yesu Kristo. Kwa ajili yake pekee ninafaa kwa kuipokea neema yake. Ninatazamia wokovu wakati Bwana wetu atakapofunuliwa katika utukufu mingi katika mawingu ya mbinguni. Lazima tujivike haki ya Kristo, na kujivika haki ya Kristo ni lazima tukubali kila masharti ambayo Kristo anatuagiza kuifanya, kujivika tabia yake. Twende pamoja. Anasema hivi, na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote, mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Lazima tujivike ngao ya imani. Tujivike ngao ya imani. Imani itaweza kutusaidia kuzima mishale yote ya mwovu. Mishale yote ya mwovu ni kitu cha pekee sana. Kwa nini tunakabiliwa na kushindwa na majaribu mengi ya shetani? Kwa mujibu wa fungu hili, lugha rahisi, hatuna imani. Sasa kama hatuna imani, unadhani ni ombi gani ambalo tukienda kwa Mungu ni zaidi ya kumwambia Bwana niongezee imani, Bwana niongezee imani? Hebu tusome hapa katika kitabu cha huduma ya uponyaji, Ministry of Healing, huduma ya uponyaji. Tusome kitu kimoja hapa kabla hatujaenda kuona kile ambacho ninatamani tukione katika pambano hili, pambano la uchungu ambalo liko mbele yetu. Kitabu hiki cha huduma ya uponyaji.
kitabu hiki cha huduma ya uponyaji. Huduma ya uponyaji ni sura ya 42. Sura ya 42 ya huduma ya uponyaji, na tutaenda kusoma aya yake ya kwanza kabisa ya sura hii ya 42 ya huduma ya uponyaji. Anasema maneno haya: maisha ya Kikristo ni zaidi ya ambavyo wengi wanavyofikiria kuwa. Hajumuishi tu uungwana, subira, upole na wema. Anasema hakika neema hizi ni za muhimu sana, lakini pia kuna haja ya kuwa na ujasiri, moyo mkuu, nguvu, msukumo na uvumilivu. Hayo yote tunaambiwa ni maisha ya Mkristo. Twende pamoja. Anasema njia ambayo Kristo anaiwekea alama. Sikiliza njia hiyo. Ikiwa mimi ni Mkristo na ninatarajia kusafiri katika njia Kristo aliyoipita, aliyoiwekea alama, sikia. Anasema njia ambayo Kristo anaiwekea alama ni njia nyembamba, yenye kujikana nafsi. Hiyo ndio njia ambayo Kristo anaiwekea alama. Moja ni nyembamba. Narrow is the way, straight is the way, and narrow is the gate. Njia ni nyembamba na ya kujikana nafsi. Kuingia kwenye njia hiyo na kusonga mbele katika magumu na kutakaswa. Sikia, anasema kuingia kwenye njia hiyo na kusonga mbele katika magumu na kukatishwa tamaa kunahitaji watu ambao wana zaidi ya tabia ya unyonge, hawana tabia dhaifu, wana moyo mkuu. Kwa sababu ni njia ambayo kadiri unavyopanda juu ndivyo majaribu ya shetani yatakavyozidi kuongezeka. Sasa kwa akili ndogo unaweza kusema basi ngoja nikae chini huku. Bwana anatusubiri juu. Kwa hiyo unaposubiri ndio hamna atakayekwepa. Kwa ni lazima upande tu, lazima upande. Lakini kadiri utakavyopanda juu, tahadhari ni kwamba majaribu ya shetani yataongezeka, tena kwa kipimo kinavyoongezeka. Angalia mfumo alioweka shetani katika mifumo ya elimu za kidunia. Wote waliopita katika mitihani ya elimu za kidunia, hakuna mwalimu anaanza na swali gumu. Hisabati anaanza na swali gani? Jumlisha. Sema kumbe leo napata 100. Swali la kwanza umejumlisha, swali la pili kutoa, swali la tatu kugawanya, swali la 4 unaanza kukutana na algebra, swali la 5 unaanza tayari kuanza kushangaa, unatafakari, swali la 6 mlima unaongezeka, swali la 7 kumbe unajikuta mtihani mzima umepata 5. Maswali ya chini yote uyajui, ni michoro tu, hebu leta thamani ya x yenyewe haieleweki. Kwa hiyo unaona mwanzoni anakushawishi na kujumlisha. Kadiri unavyopanda juu, anakuvuta, lakini unavyozidi kuelekea katika maswali ya juu kabisa, ugumu unaongezeka. Hayo ni mfumo wa kishetani kwenye elimu za kidunia. Habari gani kwa Kristo? Kadiri unavyopanda juu, leo nimeshinda jaribu hili, asema asante mwanangu, na kuongezea kipimo. Unaongezewa kipimo. Ukishinda unaongezewa kipimo. Sasa wewe badala ya kulalamika, unamshukuru Mungu. Nini kinachohitajika? Kama ulikuwa unaomba maombi mara 2, ukashinda jaribu la kwanza, unapoletewa la pili, unatakiwa kuomba mara 4, ukishinda kuomba mara 8, ukishinda mara 16, ukishinda mara 32. Utajikuta maisha yako yote ninapaswa kuwa maombi. Na hiyo ndio hatua ambayo Mungu anataka tuifikie. Lakini atatufikisha kwa njia. Hebu tusome kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Unajua utazani kwamba mimi ninazungumza ya kwangu. Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa wa 226. Tufike hapo. Tumaini la Vizazi Vyote. Hiyo ndio njia Bwana ameichagua kwa ajili ya kutufikisha hatua fulani. Bwana haturuhusu tu eti ufikie hatua kirahisi. Kupitia majaribu mbalimbali ambayo yatatuingiza katika uzoefu wa imani, utatuongezea kuomba, ndipo ambapo tutaweza kukua kiroho. Wapenzi utazamaji, ukikutana jaribu la kwanza ukalishinda, Bwana anaruhusu lingine ambalo litakuwa ni kubwa kuliko lile, ili kukuongezea kuomba. Kama uliomba utafunga, kama ulifunga utaongeza kufunga, mpaka hatua kwa hatua unakuzwa katika misuri ya imani.
Kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote sura 31. Wale wanaotumia nakala hii ukurasa wa 226 aya mwisho anasema, aya mwisho anasema hivi, Mwokozi 222. Hebu tufike 222. 222 tufike hapo. Aya mwisho anasema kila moto wa majaribu, anza juu, anasema mapambano hutokea na wafuasi wa Kristo hushtakiwa kwamba ni wataabishaji wa watu. Lakini ni kule kuwa pamoja na Mungu kunakowaletea uadui dhidi ya ulimwengu. Anasema wanakutana na viaka alivyofanyiwa Kristo, wanatembea katika njia aliyopita. Mtu mwema kuliko wote duniani lazima wakutane na mateso. Kwa namna gani? Kwa furaha wala si kwa huzuni. Mara ngapi tunalalamika tukiingizwa katika majaribu? Bwana aturehemu. Tunalia, Bwana. Lakini kumbe ni njia ya Mungu kunisaidia mimi kukua kiroho. Anajua huyu mtoto nisipomletea ili asingeomba, afungi. Kwa hiyo ili kutukuza katika uzoefu fulani, Bwana anaruhusu tuingizwe katika majaribu, tena yakiwezekana ni mazito kabisa, ambayo hauoni unatoka ama utoke. Utazidi kuomba na kulia, misuri ya imani inaongezeka. Sikiliza, nini anachokizungumza na anachokizungumza ni kitu gani? Anasema kila moto wa majaribu ni njia ya Mungu ya kuwatakasa. Njia ya nani? Ni njia ya Mungu kwa ajili ya kuwatakasa. Anasema kila jaribu linawafanya kufaa kuwa watendakazi pamoja naye. Hakuna mtu ambaye atakuwa mtendakazi pamoja na Kristo ambaye hatapita katika njia hii ya majaribu, kwa sababu misuli yake ya imani itakuwa imelegea. Na ministry of healing inatuambia maisha ya Kikristo ni zaidi ya ungwana, ni zaidi ya busara, ni zaidi ya upole. Inahitaji watu wenye ujasiri, wenye moyo mkuu wa kuvumilia magumu, walio tayari kujikana nafsi, walioingizwa katika shule ya upole na unyenyekevu wa Yesu. Anasema njia hii, kila shida ina nafasi yake katika lile pambano kuu kwa ajili ya haki. Kila shida ina nafasi yake. Kila shida ina nafasi yake katika lile pambano kuu kwa ajili ya haki, na kila moja litaongeza kitu katika furaha ya ushindi wao wa mwisho. Kwa hiyo kila jaribu, kila shida, kila ugumu ambao Bwana anauruhusu tukutane nao njiani, anasema una sehemu yake katika pambano kuu lile la mwisho, na anasema katika itaongeza kitu katika furaha ya ushindi wao wa mwisho. Haijatosha, anasema wakiwa na picha hii, kujaribiwa kwa imani yao na subira vitakubaliwa kwa furaha, badala ya kuonekana kuwa vitu vya kutisha na vya kujikinga navyo. Yani badala ya kuonekana ni vitu vigeni, ni vitu vya kujikinga. Hiki kimetoka wapi? Anasema ni vitu ambavyo vitakubaliwa kwa furaha, kwa sababu vitatuongezea ujasiri wa kuomba. Bwana anatamani watu wake katika siku hizi za mwisho kuwa wanaume na wanawake wa maombi. Lakini tusipoletwa katika majaribu, hatutaomba. Utaamka usiku kuomba. Endelea kuvuta shuka saa 12, utalala saa 3, uamka saa 2 asubuhi. Tena utaamka na wimbo msifu Mungu wa neema, wimbo wa taifa. Haujulikani wimbo na maana gani. Utaamka utaomba safari kurudi jioni. Kwa maisha ya namna hiyo najua huu usanii hatavuka jaribu na kuja. Nini kinachofuata? Fukuzwa kazi huyu, hataomba tu. Sikiliza. Anasema hivi, wakiwa na hamu ya kutimiza wajibu wao kwa ulimwengu, wakikaza tumaini lao katika kukubaliwa na Mungu, watumishi wake watatekeleza kila jukumu bila kujali hofu au kupendwa na wanadamu. Hata subiri mwanadamu atapenda, haitanisaidia. Hawataangalia kwamba hiki mwana hivi huyu atanionaje we nani? Watakachoangalia, je, Bwana atanionaje? Basi sio huyu atanionaje, rafiki yangu atanionaje, siji naye. Hiko hakitakuwa kigezo kwa watu wa Mungu. Anasema watatekeleza majukumu yao
pasipo kuangalia hofu au kupendwa na wanadamu. Majaribu ambayo Bwana atazidi kuyaruhusu ili kutuandaa katika pambano hili, pambano kati ya uovu na wema, tunapopingana na shetani na ila zake na majaribu yake. Pambano la uchungu. Kitabu cha vielelezo vya mafundisho ya Kristo. Twende hapo mpenzi mtazamaji. Ni kitabu hiki cha vielelezo vya mafundisho ya Kristo, ama tunasema sio hell. Tumeambiwa katika pambano kuu ya kwamba pambano hili tunalokutana nalo la kukabiliana na hatari kuu ya kutisha roho zetu ni katika pambano ambalo la kufananisha, la kupatanisha tabia zetu katika mfano wa kielelezo cha mbinguni. Ni nani ambaye aliingia katika pambano hilo? Kweli anathibitisha ya kwamba ni pambano la kuhatarisha roho. Tunaletewa mtumishi wa Mungu Yakobo. Yakobo alipoingia katika pambano hili, usiku mzima akiomba, sikuachi mpaka unibariki. Bwana alimpatia ushindi, lakini aliondoka akiwa anachechemea. Mwanamke yule kahaba aliyepelekwa na Yesu wa Mafarisayo, waandishi na Mafarisayo, katika kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 1 mpaka wa 11, walipomsukuma kwa hasira kumpeleka kwa Yesu, fungu la 6 nasema wapate kumshitaki na kumjaribu. Yesu walipomletea mwanamke yule, anasema huyu tumemkamata akiwa anazini. Sheria inatuamuru tumpige mawe mpaka afe. Kisa unaweza ukawa umekielewa, tumejifunza sana. Lakini nini ambacho nataka kukichukua pale? Mwanamke huyu alipopelekwa kwa Yesu, mwanamke huyu alichukulia kwamba tamko lile la Kristo aliposema asiye na dhambi miongoni mwenu nawe wa kwanza kumpiga jiwe. Desire of Ages sura ya 50 inasema mwanamke huyu alifumba macho akiamini ya kwamba, ukurasa 350, akiamini ya kwamba ile ilikuwa ni kauli yake ya kifo. Anasema alifumba macho yake akiwa ameinama, anasubiri jiwe litaanzia wapi. Sijui itapiga mgongoni ama kwenye sikio ama wapi. Anasema akiwa hana ujasiri wa kumtazama Mwokozi. Alikuwa akisubiri tofali litapiga wapi. Lakini kwa ghafla sauti ya kumshtua inasikika. Mwanamke, wako wapi wale ambao wamekushtaki? Nadhani alishtuka, anageuka, hakuna mtu. Anasema sioni watu. Anasema mimi sikuhukumu. Anasema Desire of Ages anasema aliruka kwa kikweukweu. Alikosa lugha ya kueleza ni shukuru kwa namna gani mtu huyu. Alianza kumshukuru Yesu alichomwambia, ondoka, usitende dhambi tena. Pambano hili ni pambano la kutisha, ni pambano la kuhatarisha roho, ni pambano la kifo na maisha. Kila ambaye ataingia katika pambano hili la kusema Bwana, I want to be like Jesus, ninataka kuwa kama Yesu, katika mawazo yangu, katika maneno yangu, katika matendo yangu. Yesu alizungumza maneno ambayo yaliwajenga watu na kuwainua kumkaribia Yesu. Leo sisi tunazungumzaje? Maneno ambayo tunazungumza ni ya kuwafukuza watu kwa Yesu, wapendwa. Kutana na mwizi, kaiba tu, unakutana naye wale wa Dar es Salaam. Kutana na mwizi Kimara, Msabato, na unatukana, bora alipigwe tu hili. Wamezidi, wanatuibia na hujawahi kuibiwa hata mara moja. Hujawahi kuibiwa, lakini unasindilia alipigwe tu. Wamezidi mjini humu. Kwa nini hawafanyi kazi? Watu baba yao wako wamefunzwa vibaya. Wewe hujawahi kuibiwa hata kikombe. Maneno tunayozungumza yanalenga kujenga ama kubomoa. Yesu hakuzungumza hivyo. Unapokutana na mtu amefanya kosa, unazungumza naye kwa namna gani? Kwa lugha ya namna gani? Ya kumleta kwa Yesu ama kumfanya ajione kana kwamba yeye ni mbaya kama shetani? Huo sio uzungumzaji wa Kristo. Tutaenda kuona mengi yanokuja mbele ya safari. Tunapaswa kuimarishwa, wapendwa. Usanii wa imani ya kisanii hautaweza kumvusha hata mmoja katika jaribu lililo mbele yetu. Ni lazima tuwaze kama Kristo, tuzungumze kama Kristo. Yesu alizungumza maneno ambayo watu wenye dhambi, watu za ushuru na makahaba na wavuta bangi walifurahi kumsikiliza, na walevi walifurahi kumsikiliza. Lakini leo kikaa na mvuta gongo, unazungumzaje? Wewe nao umezidi, unakunywa sana. Hivi uone inavyokutesa? Hivi uone kila siku? Yaani badala ya kumsaidia unaanza kumshitaki na kumnani, lakini mwisho atakwambia sasa hapo umenisaidia lini? Inaniumiza ndio. Haya, nisaidie basi.
Sema sasa mimi acha tu. Acha. Mbona we kiburi uache? Unadhani kiburi na ulevi vina tofauti? 252. 252 kitabu hiki cha vielelezo vya mafundisho ya Kristo. 252 na aya ile ya kwanza inayoanza ukurasa wa 251. Anasema katika kazi hii ambayo Kristo anatuita kuifanya, kazi ya kufananisha mazoea yetu na tabia zetu katika kama ya kwake. Bwana atuambii kwamba ni kazi rahisi. Sikiliza. Pambano hili ni la uchungu. Anasema hivi, lakini Kristo hakutuhakikishia kuwa kupata ukamilifu wa kitabia ni jambo rahisi. Hili si jambo rahisi. Sio jambo rahisi. Kwa mtu aliyezaliwa na kukuzwa katika makabila ya kumuinua mwanaume kuwa kana kwamba ni Mungu, leo ajishushe kuwa mtoto. Sio jambo rahisi. Sio jambo rahisi. Makabila ambayo yamefundishwa, leo yako makabila mengi yanafundishwa mwanaume kuingia jikoni ni dharau. Leo mwanaume huyo akapike mkate ni dharau. Sio kazi rahisi, lakini hataweza kuokolewa mwanaume ambaye atasema leo mimi ni mwanaume siwezi kufika. Hautaweza kuokolewa mpendo, hautaweza kuokolewa. Sikiliza, wala siwezi kukudanganya hapo. Tabia njema kwa kila nyanja ya maisha hairithiwi. Hairisiwi kutoka kwa wazazi, kutoka kwa makabila. Hairisiwi tabia hiyo. Na nitakusomea hapa tabia zile za kikabila, za kidini ni lazima zifwe kabla ya kuokolewa. Naomba tuishie hapa. Nikusomee kwanza ili mpenzi nisije nikaisahau tabia zile ambazo tumezirisi. Sijui mimi ni Mkaguru, sijui mimi ni Mjita, sijui mimi ni Msukuma, sijui ni Mgogo, sijui ni Mluguru, sijui ni makabila tumerisi tabia zote ambazo hazifanani na Kristo. Haziwezi kutuvusha katika jaribu linalokwenda. Ni lazima tuzishinde wapenzi watazamaji. Na nitaenda kusomea hapa 271 tumaini la vizazi vyote. Ni ukurasa ule wa 272. Wangesema hapana Wakaguru watuko hivyo. Sikiliza. Sikiliza mpenzi mtazamaji. 271 aya yake ya pili anasema, yeye ambaye jina lake anaitwa Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani, yeye ambaye kumuhusu yeye imeandikwa kwamba uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, ni mshauri wa ajabu. Tunashauriwa kumwomba atupatie hekima. Atupatie hekima. Yakobo 1:6. Mtu akipungukiwa na hekima naombe dua kwa Mungu apaye yote, naye atapewa wala akemee. Sikiliza, tunashauriwa kumwomba hekima, atupatie hekima. Anawapa wote kwa ukarimu wala akemee. Ndani ya wote walio katika mafunzo ya Mungu. Sikiliza, ndani ya wote walio katika mafunzo ya Mungu kunatakiwa kudhihirishiwa maisha ambayo hayapatani na ulimwengu, desturi za ulimwengu, wala matendo ya ulimwengu. Na kila mmoja anahitaji kupata uzoefu binafsi wa kuyajua mapenzi ya Mungu. Desturi, mazoea na matendo ya kiulimwengu, ya kikabila haiwezi kuonekana. Ndani ya wote walio katika uzoefu wa imani ya Mungu watabeba imani ya kwamba bali sisi ni mzao mteule. Sikia, anasema hivi, haitujii kwa ajali. Tabia njema ya kutamaniwa inapatikana kwa juhudi za binafsi. Kupitia fidia ya neema ya Kristo, Mungu hutoa talanta, nguvu za akili, tunajenga tabia. Inajenga kwa juhudi kubwa, vita vikali dhidi ya nafsi. Juhudi kubwa, great effort, lakini vita vikali, mapambano makali zidi ya nini? Zidi ya self, zidi ya nafsi ambaye ni adui mkubwa kuliko maadui wote wa mwanadamu. Sikia, anasema hivi, mapambano baada ya mapambano lazima yadumishwe zidi ya mazoea ya kurithi. Nimearisi wapi? Kutoka kwa wazazi. Nimearisi kutoka kwa makabila. Nimearisi kutoka kwa wazee walionilea ambao hawakuwa na misingi ya imani ya kweli. Sema walikuwa hawajui, kutokujua kwenyewe ni kosa. Hebu ashumu leo nataka kwenda Mbeya na sijui kwamba njia ya Mbeya haiko Mwanza. Lakini hebu uchukulia napanda tu gari Malangu coach au napanda gari yoyote naelekea Mwanza. Sijui. Unadhani hata kama ujui hautafika Mwanza? Utafika Mbeya kimuujiza. Tungesoma nukuu hapa.
ya pambano kuu inasema kutokujua, hata kama umekuwa sahihi kiasi gani kutembea katika njia ambayo huijui naenda wapi, utafika kwenye mwisho wa njia ile ambako ulikuwa hujui na utakuwa umeshakosea tayari. Yesu alisema waacheni, hao ni viongozi wa vipofu, na kipofu akimfuata kipofu, wote wawili wataingia wapi? Watatumbukia shimoni. Hata kama hao walikuwa wajui, wanaenda kuingia kwenye shimo ambalo walikuwa walijui, watatumbukia tu, kwa sababu njia imeelekea huko. Hakuna namna, ni lazima wakatumbukia shimoni. Mazoea ya kulisi, ni lazima tuachane na mazoea ya kulisi. Kutoka wapi? Tulioarisi kwa makabila. Anasema tulikombolewa ili tupate kutolewa katika mazoea mabaya tulioarisi kutoka kwa baba zetu ambao walitulea. Sisemi baba yako alikulea vibaya. Nazungumzia wale waliokuwa ambao hawana misingi ya imani ya kweli tulionao leo. Mazoea ambao tulijengewa yasiyopatana na neno la Mungu, ni lazima tuachane nayo. Ni lazima tuachane nayo. Sikia. Anasema hivi, inajengwa kwa juhudi kubwa vita vikali dhidi ya nafsi. Tunahitaji kujikosoa wenyewe kwa ukaribu sana. Na kutoruhusu mwenendo usiofaa kubakia pasipo kurekebishwa. Tunahitaji kujikosoa wenyewe. Tunahitaji kukaa hivi, mimi nina kasoro gani? Si wakati wote ninanyosha kidole wewe, yule. Bwana anatuambia tunahitaji kujikosoa wenyewe kwa ukaribu sana. Sikia, anasema hivi, hebu asiwepo wa kusema siwezi kurekebisha mapungufu ya tabia yangu. Ikiwa utafikia uamuzi huu, kwa hakika utashindwa kupata uzima wa milele. Kutowezekana kupo katika utashi wako mwenyewe. Kama utayari, utaweza kushinda. Ugumu halisi unainuka kutoka katika uharibifu wa moyo usiotakasika na kutokuwa na hiari ya kukubali kutii uongozi wa Mungu. Sikia. Kwa hiyo nini ambacho Bwana anatualika? Ni lazima tupambane. Naomba niwasomee sentensi moja ambayo nilitamani kuisoma tu hapa, ili kuonyesha pambano hili ambalo tunaitwa kupambana nalo. Ni pambano la uchungu ambalo Bwana anatuita tupambane. Lakini wote ambao wataingia wakishirikiana na Kristo, tumesoma mwanzo anasema Bwana Mwokozi wetu mpendwa anatualika tujiunge kwake sisi wenyewe, tuunganishe udhaifu wetu katika nguvu zake, tuunganishe ujinga wetu katika hekima yake, na kutokustahili kwetu katika ustahilifu wake. Sikia aya 3. Anasema hivi, kumbuka kwamba kamwe utaweza kufikia kiwango cha juu zaidi ya kile unachojiwekea mwenyewe. Weka alama yako juu, na hatua kwa hatua, hata ingawa itakuwa ni kwa juhudi za uchungu. Itakuwa ni juhudi za uchungu. Sikia, anasema kwa kujikana nafsi na kujitoa mwanga, kanuni mbili za Yesu, self denial and self sacrifice. Kwa kujikana nafsi na kujitoa mwanga, anasema panda urefu wote wa ngazi ya maendeleo. Hebu chochote kisikuzuie. Ellen G. White alitazarishwa, tazama juu katika ngazi iliyo dhaifu. Panda ngazi hii kwa kutazama juu, kisiwepo cha kukuzuia katika kupata maendeleo ya kiroho. Mazira au matatizo hayawezi kumkoroga mwanadamu yeyote kwa nguvu kiasi kwamba anakosa msaada na uthabiti. Mazingira kinzani yanapasa kujenga utambuzi thabiti wa kuyashinda. Kuvunjika kwa kikwazo kimoja kutatoa uwezo mkubwa wa kutia moyo kusonga mbele. Kaza katika upande sahihi kwa kudhamiria, na mazingira hayatakuwa vizuizi bali watakuwa wasaidizi wako. Nini Bwana anazungumza nasi? Leo tutasema tunawekwa katika mazingira magumu katika ujenzi wa tabia. Lakini Yesu alikuwa katika mazingira ambayo wakati Nathanaeli anaitwa na Filipo, Nathanaeli anaambiwa njoo, tumemwona Masihi. Ambia hivi kweli Nazareti kuna jambo jema linaweza likatokea? Kile kijiji kile ambacho tunasikia watu ni yani hakuna mtu mwema. Sema njoo uone tumemwona Masihi. Kwa hiyo pambano ambalo kila Mwadventista msabato ambalo tunaitwa kupambana nalo ni pambano la uchungu la kupatanisha tabia zetu kwa mfano wa kielelezo cha mbinguni.
unajua jaribu tulionalo sisi ni tofauti na wale ambao watakuwa na rehema muda kitambo baada ya sheria ya Jumapili. Sisi Waadventista wa Sabato ni lazima tufikie kiwango kile cha ukamilifu wa kitabia ambacho kitalingana na kiwango cha mwana wa Mungu kabla ya Kristo, kabla ya rehema kwa kwetu sisi kufungwa. Baada ya sheria ya Jumapili, tunajua baada ya sheria ya Jumapili itakuwa ni kengele ya mwisho kwamba rehema kwa Mwadventista Msabato imekoma. Na katika wakati huo sharti tutazamane na Baba uso kwa uso. Yesu atakoma kuwa mpatanishi kwetu. Hukumu itatoka. Bwana atatoa hukumu yake kwa wale waliokufa na kuhamishwa kwetu tulio hai. Na ikianza kwetu sisi, mwisho wake wasioitii injili ya Mungu itakuwaje? Tunao madhaifu mengi ambayo tunahitaji kuyashinda. Pambano hili ni la uchungu. Lakini katika wakati huu nataka nikukumbushe mambo. Tumeambiwa sentensi moja, asiwepo wa kusema siwezi kurekebisha mapungufu ya tabia yangu. Kuna mafungu mengi tumezoea kuyakariri, lakini nataka niwaulize, haya tunayatumia wapi? Ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Haya tunayatumia wapi? Ninayaweza nini? Kujenga nyumba, kufanya biashara. Hatuweki kwenye mambo ya kiroho. Ninaweza kuacha wizi katika yeye anitiaye nguvu. Ninaweza kushinda kiburi. Ninaweza kushinda kuzungumza vibaya, kuzungumza kwa hasira katika yeye anitiaye nguvu. Nitaweza kujishusha na kuwa mnyenyekevu katika yeye anitiaye nguvu. Haya tunayatumia wapi? Malaika wa Bwana hufanya kituo. Maskini huyu aliita, naye Bwana akaitikia. Ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Niite nami nitaitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa, magumu ambayo wewe unaona uwezi kuyashinda, ya kuachana na ubinafsi, makubwa magumu usiyoyajua. Niite nitakuitikia. Haya tunayatumia wapi? Bwana atusaidie tunapoingia katika pambano hili. Bwana atuongoze. Wote ambao wataingia katika pambano hili, tunaambiwa Kristo atawapatia nguvu. Haya mwisho ya sura ya 30 ya pambano kuu utaisoma, itakuzidi kutia nguvu. Shetani alimshambulia Kristo vibaya sana kwa majaribu yake makali sana na ya uelevu wa hali ya juu sana, lakini shetani alishindwa katika kila jaribu. Tunaambiwa vita hivyo vilipiganwa kwa niaba yetu. Ushindi huo unafanya iwezekane kwetu kushinda. Kristo atawapatia nguvu wote wanaoitafuta. Hakuna mtu anayeshindwa na shetani. Hakuna mtu anayeshindwa na kiburi. Hakuna mtu anayeshindwa na tamaa mbaya pasipo yeye mwenyewe kukubali. Anasema shetani hawezi kumlazimisha mtu kutenda dhambi. Shetani hawezi kutawala nia au kumlazimisha mtu kutenda dhambi. Yeye anaweza kutesa, yeye anaweza kuleta maumivu, lakini hawezi kunajisi, lakini hawezi kuchafua. Ukweli kwamba Kristo ameshinda unapaswa kuchochea ujasiri kwa wafuasi wake kupambana kiume vita dhidi ya dhambi na shetani. Haya mwisho ya sura ya 30 ya pambano. Kristo atawapatia nguvu, msaada wote unaohitajika. Mwokozi wetu mpendwa atatuma msaada mara tu unapohitajika. 523 kitabu hiko cha pambano kuu. Msaada ambao tunahitajika wote Kristo atatupatia, lakini ni lazima tulie na kulia miguuni pa Kristo. Bwana wabariki wale ambao tumekuwa pamoja kupitia media hii ya The Final Warning TV. Leo tumekuwa tukiangalia tafakari ambayo imezidi kutusogeza tena karibu na Kristo. Mwokozi wetu mpendwa yu karibu. Yale majaribu makubwa ya kutisha, matukio makubwa ya kutisha yaliyotabiriwa katika unabii, muda si mrefu yanaenda kufunuliwa. Lakini kabla hatujafika huko kote, ni lazima tujue ni namna gani tunapaswa kujiandaa. Na hakuna maandalizi makubwa ambayo kila Mwadventista anapaswa kujiandaa isipokuwa maandalizi haya yatakayotuandaa mioyo yetu, yatakayotuandaa akili zetu, yatakayoandaa maisha yetu, tabia zetu kwa ujumla, kuonana uso kwa uso na Kristo. Hiyo ndio kazi ya mwisho ambayo Kristo anatuita mimi na wewe kufanya.
basi wote ambao tumekuwa pamoja na ambao tumeona hitaji letu kwa Kristo na tunahitaji msaada kwa ajili ya pambano hili, basi na kusii tupige magoti pamoja tunapoenda kufunga kwa njia ya ombi. Tuombe. Baba yetu mwema, Baba mtakatifu, Baba uketie juu mbinguni, asante kwa wakati huu wa jioni. Baba, tumeisikia sauti yako. Umenena nasi, umenena na mtazamaji na msikilizaji wako. Nasi mioyo yetu Bwana imezidi kuvutwa na kuinuliwa kukaribia tena wewe. Tunakusihi uturehemu kwa namna ambavyo tuko mbali sana na wewe. Namna ambavyo tumejionyesha wazi sisi sio wa Kristo katika uzungumzaji wetu, katika maneno yetu, katika mawazo yetu na menendo yetu Bwana. Tunaomba utusamehe. Lakini tunahitaji kukamilishwa. Imetosha kuishi kama ulimwengu unavyoishi, kuzungumza kama ulimwengu unavyozungumza, kula kama ulimwengu unavyokula, kuvaa kama ulimwengu unavyovaa. Sasa tunahitaji kuwa kama wewe. Tunajua hili ni pambano la uchungu, kushindana na ubinafsi, kushindana na kiburi na kujiinua ni pambano la uchungu. Lakini Baba, tusipopambana na kupata ushindi, hatutakuwa na tumaini mbele ya safari. Tuongoze sote tunaotamani kuokolewa, kila ambaye anatamani kwa dhati ya moyo wake kuokolewa Bwana. Tunaamini hautamwacha. Tembea nasi. Tunaamini utatupatia fursa nyingine kwa ajili ya kujifunza kweli za muhimu ambazo zitatuongoza, zitatuinua, zitatufikisha karibu na wewe. Asante kwa ajili ya watazamaji ambao tumekuwa pamoja tangu mwanzo hata mwisho wa kipindi hiki pamoja na msikilizaji wako. Tunaamini utatupatia fursa na nafasi nyingine kujifunza kweli hizi muhimu katika wakati huu wa mwisho kwa ajili ya wokovu wa maisha yetu. Ni kupitia jina lako Yesu tumeomba tukishukuru. Amen. Amen. Walio kifoni nenda waponye, uwatoe walio shimoni, wanaoanguka uwainue, habari njema uwajulishe. Walio kifoni waokoleni, Mwokozi yuko huwangojea. Wajapokawia anangojea, awasubiri waje tobani. Mwokozi hawezi kuwadharau, uwasamehe tangu zamani. Walio kifoni waokoleni, Mwokozi yuko huwangojea. Na ndani ya moyo ya wanadamu huwamo shida tena huzuni, lakini kwa Yesu kuna rehema, kuwaponya na kuwaokoa. Walio kifoni waokoleni, Mwokozi yuko huwangojea. Walio kifoni nenda waponye, kazini yetu zawadi iko, nguvu kuhubiri Bwana hutoa, wasubira tuwavute sasa.